Karibu tuangazie kile kilichojiri ulimwenguni, na wakati huu tuwatazame wapiganaji wa Kipalestina wa Hamas. Naitwa Ramadhani Fupi. Wapiganaji wa Kipalestina wa Hamas wamesema kwamba wataendelea kupambana na vikosi vya jeshi la IDF la Israel katika ukanda wa Gaza. Hamas wametoa kauli hiyo baada ya kufanya shambulizi la kushtukiza lililoua wanajeshi takriban 7 wa jeshi la Israel kusini mwa ukanda wa Gaza, jambo ambalo lilimkera na kumkasirisha waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Kulingana na taarifa iliyotolewa na msemaji wa brigedi ya Izzuddin al-Qassam, tawi la kijeshi la Hamas, Abu Ubaida, inasema kwamba kwa uwezo wa Mungu kuangamizwa kwa askari wa adui na mazishi yao, akimaanisha vikosi vya Israel, ni jambo la kawaida kufuatia mwendelezo wa vita vya jinai vinavyofanywa na vikosi vya Israel dhidi ya watu wa Gaza. Kwa upande wa jeshi la Israel, limethibitisha kuwa wanajeshi wao 7 waliuawa katika mji wa Khan Younis kusini mwa ukanda wa Gaza siku ya Jumanne ya wiki iliyopita. Aidha, jeshi la Israel limesema kuwa mpaka sasa takriban wanajeshi 879 wa Israel wameuawa tangu kuanza kwa vita hivyo mnamo Oktoba mwaka 2023. Wakati serikali ya Israel ikiapa kuliangamiza kundi la Hamas katika ukanda wa Gaza, Hamas nao wanasema kwamba kwanza, kamwe hawataondoka katika eneo hilo la ukanda wa Gaza, lakini pia wataendelea kupambana hadi tone lao la mwisho la damu dhidi ya vikosi vya Israel vya IDF. Hayo ni machache tu yaliyojiri wakati huu huko Mashariki ya Kati kufuatia mzozo wa muda mrefu kati ya serikali ya Israel na wapiganaji wa Kipalestina wa Hamas. Basi endelea kutufuatilia zaidi ili uweze kupata taarifa zaidi kutoka ulimwengu mzima. Naitwa Ramadhani Fupi.